Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahim kwa zawadi ya uzima na afya, lakini pia niwashukuru ndugu waandishi wa habari kututembelea sisi Umoja wa Mafundi Magari wilaya ya Kinondoni. Mimi ninayeongea naitwa Abdalla Rashid Nkindwa, ni makamu mwenyekiti wa Umoja wa Mafundi Magari wilaya ya Kinondoni. Kulia kwangu yuko mtendaji wa umoja wetu, kushoto kwangu yuko mwenyekiti wa kamati nzito kabisa ya fedha. Nichukue fursa hii kumshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kutujalia neema ya uzima na afya na kukutana leo. Ndugu waandishi wa habari, tumewaita kwa mambo yasiyozidi mawili. Moja, kama Watanzania, kama wananchi, tunatambua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi na sisi tutashiriki uchaguzi kama asasi kwa maana ya Umoja wa Mafundi Magari wilaya ya Kinondoni, lakini pia kutoa wito kwa Watanzania wenzetu juu ya kuingia kwenye uchaguzi kwa amani. Kwa hiyo kubwa kuliko yote tunasisitiza Watanzania wajitokeze kupiga kura, lakini na uchaguzi wenyewe uwe wa amani kama ambavyo unakwenda. Ndugu waandishi wa habari, kwa siku chache hizi kumekuwa na matamko ya baadhi ya Watanzania wenzetu ambao kimsingi hayaashirii amani. Huo ndio ukweli, lazima tuelezane ukweli. Hayaashirii amani. Kwa hiyo wito wetu tunaotoa ni kwamba tuachane na porojo za baadhi ya watu ambao kiukweli hawataki mema taifa letu, kwa sababu uchaguzi ni tendo la kikatiba na lina tarehe yake. Kwa hiyo habari ya kwanza kuleta chokochoko na kupinga ili jambo si jema, halitupi afya katika nchi yetu. Tanzania ni nchi tuliopewa na Mwenyezi Mungu, lazima tujivunie na tuilinde kwa wivu mkubwa. Kwa hiyo wito wangu kama makamu mwenyekiti wa Umoja wa Mafundi Magari wilaya ya Kinondoni, na wito wangu kwa mafundi wote wa magari nchi nzima, jitokezeni kupiga kura Oktoba 29, na katika hili sipepeshi macho. Mgombea ambaye tunaona sera zake ni nzuri, zinafanya sisi tuendelee kufanya kazi yetu vizuri, ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Hili lazima tuliseme wazi na hakuna kumumunya maneno, kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan ndio mgombea pekee ambaye toka umeanza kampeni hajawahi kutukana mtu, hajawahi kutoa lugha chafu wala kuchochea. Kwa hiyo mtu pekee sahihi ambaye tunaamini atatupeleka mbele taifa letu ni Daktari Samia Suluhu Hassan akisaidizana na Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi. Kwa hiyo mimi rai yangu nikiwa kama kiongozi wa asasi hii yenye wanachama zaidi ya 1400 hapa magereji, tunachosema ni kwamba mafundi msidanganywe. Hakutakuwa na fujo, kura zitakuwa ni nzuri, tukamchague Daktari Samia Suluhu Hassan, wabunge wote wa Chama cha Mapinduzi na madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Ni kwa sababu ya sera zao nzuri za kulipeka taifa mbele. Mimi nitakuambieni mambo machache tu kuhusu Daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu Hassan, ukiacha Mwalimu Nyerere, ni rais wa kwanza kuvunja mwiko ule ambao tulikuwa tumeuzoea, ambao haukuwa rasmi. Kila anapoondoka mtangulizi wa mwenzake huwa hafuatili miradi mingine. Daktari Samia Suluhu Hassan ameonyesha utofauti na watangulizi wake. Moja kuliko mengine yote ni miradi iliyoachwa na mtangulizi wake mpendo wetu hayati Daktari John Pombe Magufuli. Tunajua bwawa la Mwalimu Nyerere lilivyokuwa 30% sasa hivi limemalizika. Tunajua SGR ilikuwa haijamalizika, sasa hivi watu wanaenda Dodoma kwa chapu kwa haraka. Na mambo mengine yanaenda, liko lile daraja la Kigongo Busisi. Huyu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa nini tusimpe miaka 5 ili atutengenezee mambo vizuri? Kingine ambacho hakisemwi, sisi tunaendelea tukurumbana. Toka TRA, mamlaka ya mapato, imeanzishwa 1995, haijawahi kuvuka lengo iliyowekewa na serikali kukusanya pesa za serikali. Kwa mara ya kwanza awamu ya 6 chini ya maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, TRA wamevuka lengo. Walipangiwa kukusanya trilioni 31, lakini mpaka mwaka wa kikodi unaisha wamekusanya trilioni 33. Kwa nini tusimchague Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa nchi hii? Nchi yoyote kubwa inayotegemea ni kodi ili iweze kutoa huduma kwa wananchi wake. Na serikali inapowapa TRA lengo la kukusanya kodi, wanakuwa wamepanga namna ya kuhudumia wananchi. Kwa TRA wamefikia lengo la serikali, maana yake wananchi watapata huduma zote: elimu, maji, afya, miundombinu ya barabara. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kusema kwa kinywa kipana, uso wa wazi kabisa, Daktari Samia Suluhu Hassan
ndio rais pekee anayepaswa kuongoza nchi yetu. Tukisema tubahatishe, urais sio kubahatisha wa Tanzania, lakini pia hivi maneno vya wenzetu mdogo wangu Mange Kimambi na wenzake hivi kweli Mange Kimambi aleta sera za kuongoza nchi? Tukatae porojo na propaganda ambazo zitatugawa nchi hii. Tumekuwa tukishirikiana, hatuna ubaguzi wa dini, hatuna ubaguzi wa rangi wala cheo cha mtu. Kwa hiyo tunachotaka kusema sisi kama umoja wa mafundi magari wilaya ya Kinondoni tulioko Tegeta magereji, kwa kauli moja tutampa kura zetu zote Daktari Samia Suluhu Hassan, na tunawaomba Watanzania wote wamuunge mkono Daktari Samia Suluhu Hassan ili atutengenezee mambo mazuri, kwa sababu ameonyesha njia ili atupeleke katika mahala pazuri. Baada ya hapo mambo mengine yataendelea, lakini tusije tukakosea. Hizi habari za vurugu hazitulipi. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Msiache kuja, kuna mambo mengi huku gereji. Tunafundisha watu bure, vijana ambao wamemaliza form 6 na form 4, lakini pia vijana ambao kwenye vyuo vya VETA wanafanya field bure hapa bila fedha yoyote. Lakini pia tuna mpango sasa, baada ya Oktoba 29 tutaishauri serikali tutoe ushauri kwa halmashauri za nchi nzima watenge maeneo kwa ajili ya vijana wanaomaliza VETA. Serikali imetengeneza VETA karibu nchi nzima, lakini vijana hawa wanapomaliza VETA hawana pa kwenda, wanakimbilia mijini. Huku mijini pamekuwa sio rafiki sana. Huko kwa wilayani wakitengewa maeneo watafanya kazi vizuri. Na hili jambo sisi tunamwomba Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi kwetu hapa tunaweka 28. Tumepewa tayari tunaweka 18, lakini eka 10 bado tuna shida nazo. Tunamwomba Mama Samia ili jambo aliangalie, ili lazima yetu ya kutoa huduma bure kwa vijana, kulipa kodi ambayo kama tunavyolipa, tupate hizi eka 10 na Mheshimiwa Rais atuangalie kwa jicho la huruma ili tupate hati na tukopesheke. Kimsingi katika hizi heka 28 ziko pamoja, lakini katika heka 28 hizi viongozi wetu wa serikali kwa maana mkuu wa mkoa kipindi Mheshimiwa Makonda, lazima nimtaje, na meya bingwa kabisa alikuwa Yusuf Juma Mwenda, waliweza kutupambania tukapata heka 18. Hizi heka 10 ziko pamoja na hizi heka 18 ambazo tunazo. Hizi heka 10 pia zimejaa tayari, kuna watu wanafanya kazi humo. Kwa hiyo ukisema uondoe, hatuna pa kuwapeleka. Ndio maana tunamuomba Mheshimiwa Rais atusaidie na hizi heka 10 tuzipate ili tuwe pamoja. Maana tukisema heka 10 zinaondoka, hawa hatuna pa kuwapeleka. Kwa hiyo tunamuomba Mheshimiwa Rais tuwe na eneo la heka 28, tupate hati yetu ili tuendelee kulipa kodi na tupate na mikopo katika vyombo vya fedha. Uwepo hapa hii gereji ya heka 28 kumekuwa na fursa kubwa ya vijana kujifunza, kupata ajira, lakini pia fursa nyingine ambayo sisi tunaona ni kubwa, hawa watu sasa wanalipa kodi. Wanalipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Kwa hiyo tunaona ni fursa kubwa kwa taifa letu kwamba sisi ni moja ya watu ambao tunachangia pato la taifa na tuna create ajira, na vijana wengi tunaowatengeneza hapa wanaajirika kwenye majeshi yetu, kwa maana jeshi la wananchi, jeshi la polisi, kwa sababu wanakuwa na taaluma. Kwa hiyo tunasema fursa imekuwa kubwa kwa kukutana hapa na tunatoa ajira kwa vijana. Na ninavyokuambia kuna vijana kutoka mikoani kuja kuomba kufanya kazi hapa, na tunakaribisha kutoka mikoani pia. Kijana akija hapa tunampa utaratibu, atajifunza bure. Kwa hiyo fursa ile hapa ni kwamba vijana kutoka nchi nzima, sio Kinondoni tu, wakija tutawapa utaratibu, tutawafundisha bure. Tuna mashindano AFCON, timu yetu ya taifa nayo inaingia. Kwa hiyo sisi kama magereji tuko tayari kwa hali na mali kwa support, kwa sababu wanatoka kama nchi, na chochote tukiambiwa tuko tayari. Kwa hiyo tunawapa support, tunawatia nguvu ili walitetee taifa letu medali kubwa kabisa. Na michezo ni ajira, michezo ni fedha. Kwa hiyo tunaiangalia kwa karibu sana timu ya taifa kwa maana ya AFCON, na ikiwezekana tutaongozana nao baadhi yetu kwenda kupambana huko watakao kwenda kama magereji. Timu ya taifa tunaipa big up, tuko pamoja nayo kwa sababu mama yetu Mama Samia anaiweka vizuri timu, na sisi kama vijana wake tuko tayari kuisupport timu ya taifa, iwe mvua iwe jua, tuko tayari kuhakikisha timu yetu ya taifa inashinda, na michezo mingine, riadha na michezo mingine ya jadi na mingine. Kwa hiyo sisi tuna timu yetu hapa magereji pia. Tuna timu nzuri tu inashiriki ligi za hapa Mchangani, lakini tuna timu nzuri ya magereji ambayo vijana nao wanapata ajira pale.